Hotepu wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Na hii ni podcast ya Pan-Africanism kupitia fikra huru za Mwafrika chini ya uwezeshaji na ufadhili mkubwa wa Grand Master Matuta, mkuu wa mila na tamaduni za watu weusi. Yeye amejitoa kuleta ukombozi akishirikiana na Chionda wa Chionda na wadau wengine wanaopenda mabadiliko na maendeleo ya watu weusi. Matuta Al-Kabulani anatumia resources zake, mali, nguvu zake na muda wake pamoja na jasho na damu kwa sababu ya watu weusi. Nami Chionda nimeacha shughuli zangu, mambo yangu mengi kwa sababu ya kuangalia historia ya Mwafrika kurudi nyumbani. Baadhi watasema hamna mnalolifanya ni upuuzi kwa sababu nyinyi wapagani. Sisi sio wapagani. We know God very well. Mungu wetu hana ushirika na magharibi wala mashariki. Alikuwepo Afrika miaka dahari kabla mkoloni hajajua kuvaa shuka, hajajua kwenda chooni kupiga mswaki, kula nyama ya kupika, chakula cha kuchemsha. Yeye alikuwa anakula raw meat na vyakula vingine vibichi. Alikuwa hajui kuvaa nguo, alikuwa hajui kujenga nyumba, alikuwa anaishi mapangoni kipindi hiko. Kwa hiyo Mwafrika akaja akatawala ulimwengu miaka mamilioni ya miaka mpaka hawa kaka Zoe, the white men, watu weupe kutoka katika milima ya Slavic Mountain huko Czechoslovakia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine, wakati huo kukiwa pori, kukiwa wao wanaishi kwenye mapango wakitembea kwa mikono na miguu. Kama utaki acha, lakini huu ndio ukweli. Maana ya kaka Zoe, wanasema ukienda kwenye Google wanakwambia kaka Zoe meaning milima ya Caucasus Mountain inayopatikana kati ya Russia, Afghanistan, wanaita Russian steppe, muunganiko na huko Slavic Mountain. Hawa wanaitwa Pale people baada ya kutengenezwa huko Pirani na Master Yakubu, the big head scientist, the black man, katika eneo la Aegean Sea wanaita Pilani. Leo hii kunaitwa Cyprus. Aegean Sea inapatikana katika bahari ya Mediterania. Unaenda Ugiriki ufiki, Libya usogei, iko katikati. Leo hii wanaita Cyprus. Na ndio maana hawa watu baada ya kutolewa mapangoni, maana walipotengenezwa na Yakubu miaka 660 kufanya hybrid between white gem and black gem from the black man in order to create the white one, wakatubreed, tukatoa, wakatengenezwa watu, wakachukuliwa white to white, wakazaa white, wakapewa mke white, wakapewa mume white, wakazaa white, wakakili black, wakarise white. Baada ya miaka 660 white men waka emerge katika dunia. Blonde hair, brown eyes, pale skin, think nose, think bone, think knowledge. Think knowledge, meaning they are very weak katika kufikiri na kuwaza. Chaguo lao pekee wa watu ni killing, rape, plunder. That is their idea, their knowledge, their thinking. Hawa ndio white men. Watu hawa baada ya kupata kutengenezwa na Yakubu miaka 660 wakawa wamesimama watu kamili, lakini process ilikuwa ndefu, kama vile Anunnaki walivyofanya process ya miaka 5,000,000
na kumtengeneza human. Mimi unaniona hapa Chionda. Process ya kumtengeneza mtu ilitengenezwa miaka milioni 5 under control ya Nima Ningishida Inki, the scientist, the master of the water, the great serpent of Eden, aka Lucifer. Hata huyu the big head scientist ambaye hawa Anunnaki walipewa uwezo na creator of all ku create men. Tukatengenezwa tukapewa uwezo wa kutengeneza Nehendra. Unajua Nehendra? The white men wanaitwa Nehendra. Hawa white men wana half genes. Geni zao ni ndogo, DNA. Black men ana 9 genes. Ana 666 melanin.